Lakini nililonalo la kusema ni kwamba Mungu ni mwaminifu. Nimemwona katika miezi yote, katika hatua zote, tangia nimeenda mpaka nimerudi. Sina jingine zaidi ya kusema asante, lakini pia nitoe shukrani hizi kwa madhabahu hii kwa sababu natambua kwamba sikuwepo, lakini maombi yenu yalikuwepo yakiambatana na mimi. Mmeniombea, wengine mmenipa maneno kunitia moyo, na kushukuru Mungu sana 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 kwa sababu yamenipusha. Na nitakuwa mchoyo wa fadhila pia nisimshukuru Mungu kwa sababu ya afya na uzima niliokuta familia yangu nayo. Nimekuta wote wakiwa na furaha na amani, hakuna mwenye shida yoyote, na ndio kitu ambacho kwa ninakitamani zaidi na huwa nakitaka zaidi kwa sababu familia ni msingi wa kwanza, si ndio? Kwa hiyo tukiachana na familia yangu hii yote jamani, familia yangu. Kwa hiyo nashukuru kwa ajili yenu. Na nazidi kumwomba Mungu kwamba azidi kuwa pamoja nasi kwa kipindi chote ambacho nitakuwepo kwa ajili ya likizo, tukazidi kumtumikia kwa mali na nguvu zetu. Na mimi pia ninamshukuru Mungu kwa ajili ya binti yangu, lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya wanafunzi wengine wa form 6 ambao wamemaliza. Anasema waliobarikiwa ni wengi, lakini waliorudi kutoa shukrani madhabahuni ni wachache. Na sisi kama familia tunarudi mbele za Mungu, tunashukuru. Haijawa rahisi na sio kwa akili zetu. Jana alikuwa ananiambia mama, walimu wamesema ni kushukuru kwa malezi, na namwambia sichukui hata sehemu yaani nje ya hilo, na nipeleka madhabahu kwa sababu sikuwahi kuweza kwa akili yangu. Isaya 54 inasema watoto wenu watafundishwa na mimi Mungu. Amani ya watoto wenu iko mikononi mwangu. Kuwalea watoto wa kike inaweza ikawa ni rahisi, lakini ni ngumu sana. Yaani ukipata mtoto ambaye anaenda mahali kwa watu wengine na wanasema tunamuona Mungu kupitia wewe, si wewe, ni Mungu. Wengi tuna watoto wa kike tumekuwa tuna wasiwasi, japo siku hizi watoto wa kiume pia imekuwa ni changamoto kubwa, lakini yote katika yote Mungu ndiye anayetuwezesha. Ninamshukuru Mungu kwa matokeo na kila alichokuwa anakifanya shuleni, kila alichokuwa anakiomba kinaenda kama kilivyo. Nafikiri baba mchungaji tumekuwa tukimshirikisha sana, na tumekuwa tumekubebesha mzigo baba mara nyingi. Kila wakati namwambia baba, leo tume anaingia kwenye mtihani wa moko, leo anaingia na anataka wani ya point something, tunahitaji ile anayotaka. Na tangu anaenda alikuwa anamwambia andika unataka nini. Mungu ni mwaminifu, ukimwomba mkate atakupa mkate, si binadamu ambaye anaweza kukudanganya. Kwa hiyo tuwafundishe watoto wetu, tukiwafundisha kuitegemea madhabahu hawataiacha na itawaheshimisha kila wanapoenda. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yake, ni mengi ya kuelezea, na tunashukuru. Kwenye ndani yake ya kwanza niandika ninachotaka nikirudi nyumbani, nataka nipate simu, tena simu nzuri. Jana kama utani tuko na mtoto wa dada yangu tumeshinda naye hospitali, alikuwa anauguliwa na binti. Anaondoka yule mtoto wa dada yangu anakaa Tunduma. Nikamwambia friend, naomba unisaidie simu nimpe Tusume, amekuja kutoka shule, kisimu anachokitumia ni. Sasa hiyo akatoa simu iPhone 15 ambayo mimi sikutegemea atanunulia iPhone 15. Jamani, unayofahamu iPhone 15 original sio ni milioni 3 na ngapi? Mimi nilikuwa nategemea atanunulia simu ya 600 na, lakini Mungu alikuwa mwaminifu. Unajua hakusita yule kijana, ameichomoa hapo kwenye gari, haina line wala nini, nikamtajia tu password, nikamwambia chukua. Huyu mwenyewe alichanganyikiwa, mama wewe ndio Mungu alivyo. Kwa hiyo sisi tunapokea double. Heshima, utukufu na enzi, adhama, mamlaka mengi ambayo hayawezi kuelezeka kwa akili za kiwanadamu. Yaani mtoto wako Tusume amekuwa jasiri ya kueleza matendo yako kwa sehemu, kwa yale ambayo Bwana umetenda wakati wa masomo yake, hata aliporejea, hata kinywa cha mama yake kinakiri mkono wako umetenda, umefanya. Asante Mungu wetu uliyekuwa pamoja na huyu binti. Asante uliyekuwa pamoja na kila shauri na mashauri yaliyokuwa kwa mama yake. Asante kwa familia nzima. Tunaliinua jina lako na kulibariki katika jina la Yesu. Ninazidi kushukuru na kuomba kwa ajili ya Tusume, karama, vipawa, uwezo ulioko ndani yake kwa ajili ya kusimama na kushuhudia matendo yako makuu. Endelea kuachilia ndani yake kwa Roho Mtakatifu. Mungu kaendelee kumlinda, awe binti aliye
jina la Yesu ninakushukuru na ninaomba juu yake, mali yako, mlinzi wako, mkono wako usipungue juu yake, juu ya familia yake, kwa jina la Yesu, amen. Kuimbia kwa sababu amenipa sauti na matendo makubwa ambayo anazidi kutenda. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya mwalimu inatutakasa. Damu ya kiongozi inatutakasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ipo damu moja tu iliyomwagika pale msalabani, damu yenye nguvu ya ajabu, damu yenye uwezo wa ajabu. Hakika yako ukiamini kupitia damu ya Yesu, hakika yako uzima utakuwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo mahali hapa kumwaibisha shetani kwa matendo makubwa ambayo amelitendea Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Ilikuwa ni wiki mbili zilizopita, nilikuwa na mke wangu tunasafiri, tulikuwa tunaelekea ABC pale stendi, ni ABC. Nadhani kama unafahamu Mwanjera kwa mbele pale. Lakini wakati wa kurudi, tulipokuwa tunarudi, kwa bahati mbaya barabara kuu ile tulipanda bajaji. Sasa nilikuwa na mke wangu, lakini pia tulikuwa na mtu mmoja pale ndani. Baada ya kupanda ile bajaji, baadaye ile bajaji ikapotea njia. Kuna gari ilikuwa inakuja. Kwa hiyo kuna gari likaja, lilipokuja ile gari na ile bajaji ilikuwa spidi kubwa sana. Kwa hiyo ile bajaji ikaruka juu sana. Iliporuka juu sana, na kabla hatujafika kwenye ile ajali, ndani yangu nikasikia itia damu ya Yesu. Ndani yangu nikasikia jiombee damu ya Yesu. Na ndani yangu ikapita neno kutoka Kolosai 3:3, mkikubali kufa na uhai wenu ukifichwa ndani ya Kristo, hakika yako hakuna kitu ambacho kinakuzuru. Kwa hiyo nikasikia itia damu ya Yesu. Baada hapo nikaendelea kuitia damu ya Yesu kimya kimya. Ile kufika zijapita hata dakika moja. Kufika pale mbele, ninashangaa bajaji imeruka juu pale Mwanjera Maranasa, kuna ile kona. Ikaruka juu ikaingia kwenye mtaro. Kufika pale kwenye mtaro, watu wakajua watu ni maiti kabisa. Hilo sasa inatumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti, mwamba aliyeketi mahali pa juu sana, yeye aliyeketi mahali palipoinuka, na damu yake iliyomwagika pale msalabani. Baada ya kufika tu pale, mimi na mke wangu tukawa salama. Ila sasa bahati mbaya aliyekuwa mbele yetu aliumia pua, maana aliangukia pua. Ila mimi na mke wangu tukawa salama. Suruali yangu ilichanika hapa kote, ikachanika na hapa. Ila goti alikumia hata kidogo. Bwana Yesu ninamshukuru sana. Hii ni shida kubwa sana. Ninachokuambia pendwa, mwili wako, uhai wako, jina lako, kazi yako ifichwe ndani ya Yesu. Kubali kufa na uhai wako ufichwe ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti. Hakika yako utakuwa ni msifu, sio kwa akili zetu, ila ni kwa damu ya mwanakondoo iliyomwagika pale msalabani. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo. Ninachokuomba, uhai wako, jina lako lifichwe ndani ya Kristo. Hata walezi wafanye nini, wapiga ramli wafanye nini, waganga kienyeji wafanye nini, hawatokupata mpendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ndio ushuhuda wangu, nilikuwa kumwimisha shetani. Ninamshukuru sana Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni mwema na walinda mtoto wako usiku na mchana, haulali wala unyamazi. Asante kwa ulinzi wako kwa James na Jennifer. Bwana, uliwatetea kwa mkono wako na nguvu zako. Tunasikia matendo yako makuu, tunasikia shuhuda za yale Bwana unayoyatenda. Mungu, ninakubariki. Najua liko kusudi lako kwa maisha
maisha yao, kawatumie, kawe pamoja nao, na yule adui hakati tamaa, lakini akatofike kila wakati, kila siku juu yao, mipango yake yote ikashindwe dhidi yao, kwa jina la Yesu. Amen. Mchungaji, tutakuwa wazembe tusipomshukuru Mungu. Na juzi yeye akasemaje? Ninamshukuru Mungu huko nilikokuweko, nimerudi. Kuweko wapi Grace? Kaangalia pale mwana, eti huko nilikosema namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kusoma. Mimi binafsi namshukuru Mungu sana. Na najua Rose inadunda. Yaani kuna watoto wachungaji, lakini mpaka hapo mama huko mtu mzima sasa. Shika yako. Tutaendelea kukuombea, lakini shika yako. Mshike Mungu. Mshike Yesu. Pende Yesu. Simama kwa Mungu. Yeye msaada na ngao yako. Yeye ukubwa. Mungu asante. Nakushukuru katika jina la Yesu. Amen. Unatumikiwa mtoto kama huyu anatumikiwa. Umekiacha mbali. Sasa anatumikiwa mwanamke. Lakini wewe mwenyewe utasema wale waliomtumikia hawajakosea. Sio umeona alipokuja. Haleluya. Alipotamka na kuongea maneno yake, ameongea kama mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Ana furu jasiri. Haleluya. Nikalikumbuka na lile neno la Yeremia 48:10. Linasemaje? Nimesahau leo tu. Amelaaniwa amtumikiaye Mungu kwa ulegevu. Yaani wengine wanafikiri utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa watu wenyewe sisi. Ulegevu nao una kiasi. Unatakiwa kuwa jasiri unaposema neno. Amen. Unaposimama mbele za Bwana umewekewa ujasiri. Haleluya. Haleluya. Nikakumbuka hicho kitu alipokuwepo hapa. Anaongea kwa ujasiri. Amewaambia Bwana Yesu asifiwe. Hamkuitikia vizuri, si akawarudia tena. Hana mashaka. Kwa hiyo mimi nimebarikiwa na amenifundisha kitu. Ujasiri huu ni mzuri. Na nakuombea binti. Unajua ukiwa sawa sawa. Nimegundua uoga ni dhambi. Kwa nini? Barikiwa sana. Unajua hata Mungu asenyewe ikila mayai au kila vifaranga, ukija unakuta inakimbilia huko. Inajifanya inakuogopa, inaheshimu. Lakini kama iko safi unakuta inakulaki. Hata vipaka vikidokoa mboga havikai na amani. Wakristo wadokoa watenda dhambi. Hawawi na ujasiri mbele za Bwana. Lakini wenye ile utakatifu ndani, wana ujasiri ndani yao kama simba. Tunangu Bwana Yesu asifiwe. Sasa nasema huyu binti wameandika ila kiruga hiyo. Miwani yangu ya kuangalia mbali, ya kuangalia karibu. Tusome Biblia Mkusi on this International Women Day, siku ya kimataifa ya wanawake.
tunatambua una alama ya mwanamke, young woman, mwanamke kijana ambaye umetu inspire sisi. You are inspired us. Umetu inspire and find. Yani umetugusa sisi. Hilo ndo linakaa vizuri. Kwa hiyo kuna maneno mengi nisiwachukulie muda wenu, lakini nimeona kwamba kama wametambua hapo, kuna kitu nimekiona. Kwa nini ninasema hivi? Kuna binti hapo, mabinti wale wanasoma wengine hawapo. Siku hizi mabinti wale wadogo wamekuwa bluzi sana kanisani. Wazazi waleteni mabinti kanisani ili wakapate na wenyewe mavyeti mengi, wakapate kumtumikia Mungu hata huko vyuoni. Hawezi kuwa safi kule kama huko mashuleni, kama hapa kanisani hawapo. Basi kwa nini nimesema hii kwa msisitizo wa upativu?